Siku moja, Reality anarudi nyumbani kwake baada ya kutoka kazini. Akiwa bado hajapumzika vizuri, anakutana na wanaume wawili waliokuwa wakimsubiri nje ya nyumba yake. Wanaume hao walikuwa maafisa wa Federal Bureau of Investigation, FBI. Maafisa hao wanamwambia kuwa wanahitaji kuzungumza naye kuhusu jambo fulani. Reality, akiwa hajui kilichokuwa kinaendelea, anakubali kuzungumza nao kwa utulivu. Wanaanza mazungumzo ya kawaida huku wakitemea kuingia ndani ya nyumba yake. Mwanzoni, mazungumzo yao yanaonekana ya kawaida sana. Wanazungumza kuhusu kazi yake, maisha yake ya kila siku na hata kuhusu wanyama wake wa kufugwa. Reality anajaribu kuwa mwenye ushirikiano na kuwajibu maswali yao kwa utulivu. Lakini kadri muda unavyopita, mazungumzo hayo yanabadilika polepole na kuwa mazito. Maafisa wa FBI wanaanza kumuuliza maswali kuhusu nyaraka za siri za serikali ambazo zilikuwa zimevuja kwa vyombo vya habari. Wanaanza kumuonyesha ushahidi unaoonekana kuhusisha kompyuta yake na nyaraka hizo. Reality anaanza kuhisi presha kubwa. Anaelewa kuwa mazungumzo hayo si ya kawaida tena. Kila neno analosema linaonekana kupimwa kwa makini sana. Maafisa hao wanaendelea kumhoji kwa ustadi mkubwa. Wanamfanya ajisikie kama wanaelewa kila kitu tayari. Hatimaye, baada ya mazungumzo marefu na shinikizo la kisaikolojia, Reality anakiri kuwa yeye ndiye aliyetoa nyaraka hizo za siri kwa chombo cha habari. Alifanya hivyo kwa sababu aliamini kuwa taarifa hizo zilikuwa muhimu kwa wananchi kujua, hasa kuhusu madai ya kuingiliwa kwa uchaguzi wa Marekani. Aliona kuwa ukweli huo haukupaswa kufichwa. Baada ya kukiri, maafisa wa FBI wanamkamata rasmi. Reality anachukuliwa kama mtu aliyekiuka sheria za usalama wa taifa kwa kuvujisha taarifa za siri za serikali. Tukio hilo linazua mjadala mkubwa nchini Marekani. Baadhi ya watu wanamuona kama mtu aliyesaliti nchi yake, wakati wengine wanamuona kama mtu jasiri aliyethubutu kusema ukweli. Maisha ya gerezani. Baada ya kukamatwa, Reality anapelekwa katika gereza la shirikisho. Maisha yake yanabadilika kabisa. Kutoka kwenye nyumba yake tulivu yenye paka wake wawili, sasa anaishi katika chumba kidogo chenye ukuta wa baridi na ratiba kali ya gereza. Siku za mwanzo zilikuwa ngumu sana. Reality alihisi upweke mkubwa na alijiuliza kama uamuzi wake wa kusema ukweli ulikuwa na thamani ya mateso aliyokuwa anapitia. Kila siku aliona wafungwa wengine wakipambana na maisha yao, na taratibu alianza kuelewa mfumo wa gereza ulivyofanya kazi. Lakini Reality hakuwa mtu wa kukata tamaa. Alikuwa na akili kali na alikuwa amefundishwa kuchambua taarifa kwa kina. Badala ya kukata tamaa, alianza kutumia muda wake gerezani kujifunza na kupanga hatua za baadaye. Alienda maktaba ya gereza kila nafasi alipata. Alisoma vitabu kuhusu sheria, haki za binadamu na historia ya watu waliowahi kufichua siri za serikali kwa ajili ya maslahi ya umma. Kadri alivyosoma, ndivyo alivyotambua kuwa vita yake haikuwa ya kimwili, ilikuwa vita ya akili na ukweli. Reality alianza kuandika kumbukumbu za kila kitu kilichotokea siku ile maafisa wa FBI walipomhoji. Aliandika maelezo ya kina kuhusu maswali waliomuuliza, majibu aliyotoa na mazingira ya mazungumzo yao. Alijua kwamba kumbukumbu hizo zingekuwa muhimu sana kwa mawakili wake. Ndani ya gereza pia alikutana na wafungwa wengine waliokuwa na hadithi tofauti za maisha. Baadhi yao walimpa ushauri kuhusu jinsi ya kustahimili maisha ya gerezani bila kupoteza matumaini. Wengine walimsaidia kuelewa jinsi mfumo wa sheria ulivyofanya kazi. Kadri muda ulivyopita, Reality alianza kuunda mpango wake wa kujinasua, sio kwa kutoroka kwa nguvu, bali kwa kutumia maarifa na ukweli. Aliwasiliana na mawakili waliokuwa tayari kupigania kesi yake. Pia alianza kuandika barua na makala kuelezea sababu zilizomfanya kufichua taarifa zile. Polepole hadithi yake ilianza kuwafikia watu nje ya gereza. Wanaharakati wa haki za binadamu, waandishi wa habari na baadhi ya wanasheria walianza kujadili kesi yake kwa kina. Wengine waliona kuwa alipaswa kuadhibiwa kwa kuvunja sheria, lakini wengine waliona kuwa alifanya kile alichoamini kuwa sahihi. Reality alielewa kuwa uhuru wake ungepatikana si kwa kukimbia kuta za gereza, bali kwa kuonyesha ukweli na kutumia mfumo wa sheria kwa akili kubwa. Kwa kila siku iliyopita, azma yake ilizidi kuwa imara. Aliamini kuwa siku moja ukweli ungeonekana wazi na maisha yake yangepata mwelekeo mpya tena.